Elekea moja kwa moja mjini Kigali ambapo kitengo cha kuchunguza uhalifu nchini Rwanda RIB kimetangaza kuwa mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Bi Ingabire Victoire amekamatwa kwa tuhuma za uchochezi na kuunda kundi la uhalifu. Ingabire ambaye anaongoza chama cha Dalfa Umurinzi ambacho hakijasajiliwa alirejea nchini Rwanda mwaka 2010 kutoka uhamishoni nchini Uholanzi akiwa na nia ya kushindana na Rais Paul Kagame katika uchaguzi wa rais, lakini alizuiliwa kwa shutuma ya kupinga kutokea kwa mauaji ya kimbari. Bakari Ubena na taarifa zaidi. Kupitia ujumbe uliowekwa katika mitandao ya kijamii, kitengo cha kuchunguza uhalifu nchini Rwanda RIB kwa kifupi, kimesema kuwa kimemkamata Bi Ingabire Victoire jana tarehe 19 Juni kufuatia agizo la ofisi ya mwendesha mashtaka la kutekeleza uamuzi wa mahakama kuu kuhusiana na kesi ya watuhumiwa wengine 8 wanaohusishwa na chama cha mwanasiasa huyo ambacho hakijasajiliwa. Hapo jana Ingabire aliitwa mahakamani kujibu maswali juu ya kuhusika kwake na kundi hilo la watuhumiwa, ambapo alikanusha kuhusika kwake au kwa chama chake katika kupanga njama dhidi ya serikali iliyoko madarakani, ingawa alikiri kuwa anawafahamu wengi wa watu hao ambao walikamatwa miaka 4 iliyopita wakituhumiwa kufanya mjadala mtandaoni juu ya mbinu za kuuangusha utawala wa kidikteta bila matumizi ya silaha. Akizungumza na DW Jumatano kabla ya kwenda mahakamani, Ingabire alisema anadhani amejieleza vya kutosha, lakini akadhihirisha pia hofu juu ya kinachoweza kumkuta. Nadhani tangu kuanza kwa kesi hii kuna mchanganyiko wa mambo mengi. Nimejieleza vya kutosha na naamini jaji atanielewa, ila nina wasiwasi isije ikawa ni kisingizio cha kunirudisha jela, ikizingatiwa kuwa kwa miezi michache tu ungemalizika ule muda wa kifungo cha awali nilichopewa na mahakama ya juu. Hata hivyo, baada ya maelezo yake, mahakama ilisema haikuridhika na majibu ya mwanasiasa huyo wa upinzani na iliamuru uchunguzi uendelee kwa sababu kuna ushahidi wa kutosha dhidi yake. Kulingana na maoni ya mwanasiasa mwingine wa upinzani nchini Rwanda, Bernard Ntaganda, ambaye pia aliwahi kutumikia kifungo kwa sababu anazosema ni za kisiasa, kukamatwa tena kwa Ingabire Victoire ni muendelezo wa mpango mahususi wa chama tawala cha RPF wa kunyamanzisha kikamilifu sauti zote zenye maoni tofauti. Nilifika kwake yapata saa 2:15 usiku wakati operesheni ya kumkamata ikiendelea. Muda wa kukamatwa kwake unatia wasiwasi sana. Tunacho chama cha RPF ambacho kimeshikilia madaraka kwa miaka 30 iliyopita. Kukamatwa kwa Ingabire kutafsiriwe kama mkakati wa chama hicho kung'oa hatua kwa hatua mizizi yote ya upinzani wa ndani. Hii siyo mara ya kwanza Ingabire kukabiliana na mkono wa sheria. Mwaka 2013 alihukumiwa kifungo jela baada ya kukosoa jinsi serikali inavyoeleza kilichofanyika wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, lakini aliachiwa mwaka 2018 kupitia msamaha wa rais, ingawa alizuiliwa kugombea katika uchaguzi wa rais wa mwaka jana ambao Rais Paul Kagame aliibuka na ushindi wa 99.18%.